mechi imeisha, mmeshinda goli 1. Pointi 5, mmemaliza kundi ya mjafuzu. Hatujafuzu, tulijua tukitangu hatujafuzu. Ndio maana hatujatoa jezi zetu za kwa mbili. Tulijua tutatafuta. Kwa hiyo tumepokea matokeo, nafikiri tutarekebisha tulipokosea, maisha mengine yaendelee. Sasa hivi tunawekeza nguvu kubwa kwenye ligi ya ndani. Wachezaji ambao wamesajiliwa dirisha dogo ni kama wamekeka kwa sasa hivi. Tarajie pengine wanaenda kuwasaidia Simba kurejesha makombe Msimbazi. Nafikiri ni wachezaji wazuri sana kama watalipa wewe. Afu Mfimbo itakuwa iwafanye kazi kwa watu waliotokea tunaona. Umeona wale ambao hapo umetamka kwamba inatakiwa ifanye kazi kwa watu ambao sauti kidogo. Kwani watu wamekuja uwanjani jamani. Kuna watu wangu tulikuwa na watafuta. Wana bahati. Wale ambao wapo leo ningelala kituoni leo. Mpendelee kwa wachezaji ambao wachezaji wetu ni wazuri. Hata nyewe wenyewe si mnawaona jamani. Au mpaka mwanze kuambia wana mapenzi na timu gani? Wachezaji wetu ni wazuri, wanapambana na alhamdulillah Mwenyezi Mungu aendelee kuwalinda kwa sababu kiukweli tunaandamwa, yani kuanzia ndani mpaka nje. Ni tunaandamwa, tunapigwa vita, lakini Mungu atatupigania. Kuna kama kauli fulani umeitoa kwamba wachezaji mpaka waseme wana mapenzi na timu fulani ilikuwa wewe nawe wewe sikiliza, wewe una bando wewe. Sio mimi nimesema. Mtu ni mchambuzi alisema, si ni mchambuzi. Namtaka ni mweleweshe wewe, huo unaweka bando. Sawa. Wifi zipo za shilingi 49 mpaka 30. Sikiliza, kuna bwana mdogo sijui ni bwana sijui hata ni nani amesema hivi kwamba sijui eti huyu anafuatilia umbea. Maana ule ni umbea. Yes, hamna uchambuzi pale, ule ni umbea. Umenielewa? Huyo baba ameongea umbea wake, amesema eti Mpanzo ana mapenzi na Nyuma Mwiko. Sasa sisi tukabidi tu tuulize, atuambie tu mapema kwa sababu Yesu ndio bwana mtabiri. Yaani wewe moyo wako anaweza akajua wewe unampenda nani, una mademu wangapi. Sahihi. Wewe utakuwa na wewe utakuwa na mademu 8. Na leo hujamposti hata mpenzi wako Valentine. Wewe una demu umeacha. Umenielewa? Sasa huyo bwana na ni bwana mmesema? Ni bwana. Ni mkaka. Ni bwana. Sasa ukaka wako na mashaka. Mkaka huwezi kuwa mbea. Kwamba huwezi fuatilia mapenzi ya watu. Unafuatiliaje? Yeye aliwaona hayo mapenzi wakiwa wanafanya. Au ni mapenzi gani hao wanazungumza? Huyu ameleft group sio mkaka tena. Hiyo kesi ni yako. Huyu ana kesi. Lakini huo wanaume wako na mashaka. Mwanaume hawezi kuwa mbea. Kwa hiyo sisi tunataka tujue yeye alianza kusema Mpanzo na mapenzi na Nyuma Mwiko. Sasa wachezaji wetu wengine hao wapi? Kuna mmoja alimchamba akasema Simba amesajili mchezaji ana miezi 2 hajacheza. Maneno mengi akawa mengi. Umeona chuma hicho? Yaani miongoni mwa mchezaji ambaye anatupa burudani wana Simba ni yule bwana Visigino. Mimi bwana jina lake simjui. Huyo Aura. Tafuteni tu jina jingine. Usini mrefu muiteni kama Masai. Anaita Visigino. Ila sio Masai kama Jobe. Visigino inafaa. Jobe alikuwa Masai yule. Lazima Masai Jobe anakimbia kama akimbia. Umeona? Jobe naye kuaga mchezaji kwa mwanaki yake. Hivi itakumbe ampigani wenyewe. Vita ni kubwa kaka. Sisi tunaandamwa. Kwa hiyo huyu nilikuwa tunajaribu kumsawazisha kwamba ni bwana mmoja tu mbea amejaribu kutafuta tu peji kake kaudaku kutangaza umbea, amejificha kwenye kavuli kama mwandishi wa habari basi hivi. Lakini hamna lolote. Ni mbea kama umbea wenyewe. Umechelewa. Kwa namna hiyo sasa ni kwamba wenzako wameuliza maswali hapa. Wewe uko hapa. Au jana kwenye Valentine? Au unayo upendo kama milioni hapa mna bwana kama wewe una bwana? Jamani. Hapa 4. Amekosea tumsamee. Wewe umekosea? Naongeza amekosea. Kwa upande wenu sasa. Mani hapo walimsikia kwamba anaweza kamera nyingine. Na rejesho na wale Bwana Mpanzo. Nafikiri msemaji aliweka wazi kwamba alipata matatizo ya familia, alikuwa na mtoto wake. Kwa hiyo nafikiri yuko kwenye situation ambayo hata wewe ukipaki chaki kidogo inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo hata tumsamehe, lakini binafsi watu wengi hawapendezi na kile kiwango, lakini nyuma hapa zetu tulikuwa tujui ni kitu gani ambacho kilikuwa kinaendelea. All in all tunampa pole, Mwenyezi Mungu amtie nguvu, ampe pesa, ampitishe kwa kipindi hiki kigumu anachopitia. Kesho Zanzibar kuna jambo. La nini tena jamani? Kuna majirani zenu wanacheza. Nani? Si tuna jirani.
Young Africans wanacheza kesho, ikiwa ni wao kuwania kwenda kufuzu hatua ya robo finali. Wewe binafsi unatamani nini kitokee katika mchezo wako? Tamani huyu naye. Sasa unasema sasa unahisi nitatamani nini zaidi ya watu kurudi nyumbani? Pengine unaweza ukatamani nini? Uzalendo. Huo unafiki sasa ndo sina. Yaani hapo kumnafikia shetani ndo sina. Wafungwe warudi nyumbani, nchi iwe kwenye level sawa. Tufanye shughuli nyingine za kitaifa. Hivi unajua wakifungwa tutakuwa na pointi sawa 5-5. Yani mimi wafungwe wasifungwe. Alafu wale sasa mwenendo wao ni mgumu. Mbona mnaanza kufokeana waandishi? No, nilikuwa naelekeza kitu. Nipe basi tabu. Umeona? Latifa, uliza maswali. Wale